Kwa tukaenda kwa mwenye kitongoji. Tukamuelekeza, tukatoka hapo tukaja hapa. Issue iliyopelekea hivi, mkuu wa kituo amekuja hapa pamoja na timu kweli, mheshimiwa diwani nani na nani ndani wote. Wananchi wanachohitaji wanasema hivi, kuhusu masuala ya usafiri, kuhusu sijui nini. Sisi tunachohitaji nyinyi askari na sisi tuongozane isema tukio sisi tunakujua. Lakini kwa kuwa kalenda zinazidi hivi na kuja kuangalia watu wana maumivu ndani ya moyo mheshimiwa. Ndio kilichotokea pale. Lakini sio kwamba labda watu wameamua walidhamiria kufanya hivi. Baada ya kuona kwamba uzungulushaji umekuwa mwingi. Mbona si mheshimiwa? Lakini pia vile vile kuna wengine nao tena wamekwenda huko juu. Unasema inachochewa. Kuna Kudula, kuna Tungusi pamoja na Mzee Obamba. Leo nao wana siku ya 6 hawaja huko. Juzi risasi nyingi sana zimelia Mkojoge, nyingi sana katika ile eneo la tukio katika mlango wa kutokea huko juu. Pia vile vile jana kuna kijana mwingine ametoka kwenye bwawa la samaki amerudi hapa usiku katika saa 2 anatetemeka anasema wenzangu wote wameshapotea huko. Na mheshimiwa nisikuficha hata kama leo upo tayari. Tukuchukue sisi hapa tukupeleke bwawa la samaki. Jela ile National Park huko ndani. Utakao kukutana nao au utakuja kusimulia huko. Watu wamepotea, watu wanakufa. Acha tuzungumze kweli kama kwenye jambo lolote sijui nini mitandao na katuona kwenye National Park, acha watuone. Kuna huko ndani kuna mafungo ya binadamu mengi mno mheshimiwa nisikufiche. Mengi mno. Acha wanadumbukia ndani ya bwawa. Sasa hawa wanasema Nyerere National Park majirani zetu mashine ndio kwa design. Ndio kwa design. Leo yao kipotea manake kijiji cha station 6 4 10 na wawili 12. Wote tunatoka kitongoji kimoja. Alafu waone National Park wanakatiza mitaani kwetu na dada zetu vinaenda. Wanahitaji na sisi tufanye wanapofanya wao. Sisi tunaweza. Tunakaa nao bao tunakunywa nao pombe. Hatuwezi kufanya tukio. Lakini hatutaki tufikie huko nchi yetu amani. Na ndio maana unaona leo hii wananchi wote pale wamekuja ofisi ya kijiji. Kwa sababu ndio sehemu ya uongozi. Tungawa nao sisi uwezo kujichukua sisi wenyewe pendikula tunaondoka moja kwa moja. Ndio jinsi ilivyo hivyo mheshimiwa. Majina naitwa Kasimu Hamisi Mteti. Sauti. Kwa majina naitwa Kasimu Hamisi Mteti. Cha kuongezea tumedanganywa. Hiki kimetuma sana wananchi. Kwa nini tumedanganywa? Tumedanganywa kuna usafiri wa kuwapeleka eneo la tukio. Tunatoka miguu miwili hapa, huwa ametutoa lengo twende tutoke ili leo lengo kunyuma wayapanga kuyapanga. Simba kasa hizi hapa hatujui nini ambacho kinachoendelea mpaka dakika hii. Ndugu zetu wamepotea zaidi ya alozungumza huyu bwana. Ndani hapa mpaka nje hapa zaidi ya. Sasa tukae tufahamu. Hii Tanzania ni nchi ya amani au kistaki tunaishi kwa amani au nini kinachotakiwa kuendelea hapa mbele? Kama haihitajiki amani basi tufahamu. Wakule wa hapa. Tukiingia kula fanya tutafanya. Na wakiingia hapa tuyafanye kwetu tunataka kuyafanya. Kwa sababu za msingi mimi niongee. Mimi ni mwananchi, sina kazi. Ajira zangu ndogo za kupata wanangu waweze kula. Kama sijaenda pale basi nipotea nijikumbia mkuu wa kituo leo. Lengo wanangu wale. Nifanye hivi lengo wanangu wale? Hapana. Mkuu wa kituo yupo hapa kwa ajili yangu mimi na yupo kwa ajili ya kunilinda mimi. Lengo mimi nisiibe sasa. Nikatafute riziki wanangu waje kula. Mheshimiwa, samani na utanisamehe sana. Ni mdogo kiumri kwako. Naweza nikawa mwanao kunizaa. Tokea unazaliwa mpaka leo hii takriban zaidi ya miaka 50. Zaidi ya miaka 50 mpaka leo hii. Samani mimi leo hii na miaka 32. Tokea nazaliwa mpaka nafikia hapa sijawahi kusikia mwananchi yoyote alienda kwenye mbao akapigwa risasi. Sijawahi kusikia. Faini zipo. Wanapigwa faini mara kibao. Mimi mmoja wapo nilishaukamatwa kwa kesi ambao nikalipia kwenye control number, nilikamatwa. Mimi kama fundi chenzo naongea hivi, aliyekufa ni mwenzangu, niliuma sana. Nilikataa kwenda polini kama mimi ni polini na kazi. Nafahamu kwamba waheshimiwa mtendaji kata wa kijiji, mtendaji wa kijiji, baadhi ya waheshimiwa wengine walinituma kama MG. Nenda huku kwa wafugaji, amana na wafugaji. Mimi ni MG. Leo kwa maana wafugaji nikarudi hapa nyumbani. Na wafugaji akaenda vizuri, maisha yakawa yanaenda vizuri. Leo hii wale wenzangu neka nose mmoja kubadilishana mawazo wanakufa kama kuku. Halafu serikali sioni action yote. Hapo wanatupumbaza sisi kama wananchi, tukubali kuwa wanyonge, tukubali kuwa wajinga, ukaa kuwasikiliza wanachokifanya. Hizo mara moja nitakuja hapa, tushakuja hapa tukamwambia subirini kidogo. Mheshimiwa mkuu kituo yupo hapa. Subini kidogo, mambo yatakaa sawa. Hakuna baya, mambo yataenda vizuri. Kwa wanyonge, sio kama hatuwaoni mheshimiwa. Wanakuja baba hapo bawele pale ile. Wanakuja baba wanakunywa wanalewa. Sisi
tunashika mashemeji zao, tunachukua tunapeka mipaka bondeni hapa. Tunapeka nyumbani kwao. Kiamani amani. Leo hii ndugu zetu sisi, nyumba mlango toka ni kuombe chumvi, anapigwa chuma kwa sababu ya mbao. Anapigwa chuma kwa sababu ya samaki. Kwenye nyama sawa, kwenye meno tembo sawa, unajua kufanya ujangili mkubwa sio sahihi. Samaki mbao mnatuua. Nini cha maana? Tunataka tuishi vipi? Tanzania kuna amani hapa ndani yake? Basi sisi wananchi sasa tukubali sasa hatuna amani. Tufanye maamuzi magumu. Tutajenga, hatujengi. Ili tujenge, inatakiwa tuishi sawa. Kama kwenye maji tu. Huyu kaogelea vichwa wote sawa, uwe mrefu uwe mfupi, kwenye maji yote vichwa sawa. Hakuna anaonekana mrefu wala mfupi. Huo nevu tunayefanyia kama wananchi. Mimi nauma sana. Haiwezekani leo nakupana napotea mwenzangu. Kesho na kesho kutwa inaangukia mimi. Nani atakayeongelea wengine hawa? Watu wamekaa kimya, sio kama hawezi kuongea, wanaweza kuongea. Ila lolote uliokuja kuongea ndio ambao watakayeongea. Naongea kwa ajili ya jamii. Naongea kwa wananchi, kwa ajili ya wananchi wa Kisaki. Sijatumwa. Ila nimesimama mimi kama wananchi wa Kisaki. Mwana kitongoji wa Magharibi. Nasimama kuongea haya, yamenigusa pakubwa kama serikali. Haya, mnatuambia nini? Sasa hizi hapa sio wananchi kama wananchi. Tupo tayari kuchanga hata 2,200, 3,000 kupata la mafuta kwenda kule. Tunahitaji usafiri, twende kwa survive kule. Na kwa mdau tunataka tudanganya kwa manyinyi, subirini mmepata usafiri. Kiwewa kipo. Tayari wengine washapiga simu humu kuambia jamani kufanya reaction kule kakeni mazingira sawa. Sasa je, tunafanyaje hili jambo? Wahusika walokimbia na tukio wapo. Twende nao wakatuonyesha bwana hapa ndio 1 2 3. Kama kuna mabadiliko yoyote, baada ya hapo tunawekeana mikataba. Wa Kisaki, Matambwe, Dutumi, wa Mikumi, Mtemele, hapa asitie mguu. Kama mloka watii mguu, na hapa asitie mguu. Kama tukifikia hapo, itakuwa vizuri. Mimi nitafurahi sana. Kwa sababu huduma zao zipatikani, lazima waje kijijini hapa. Wanakunywa pombe kijijini, wananunua unga kijijini, sigara kijijini, wanavuta bangi, wanakuja kuvuta bangi kijijini. Wanapata bangi matamu, wanapata sigara matamu, lazima waje hapa. Unga lazima waje hapa, maji lazima waje hapa. Vocha wanakuja kununua hapa. Madem zao, afrada zetu mimi nawaambia kabisa, naongea huko na nyanya na kweli. Mimi nawaambia chupa kweli si waofi. Na amisha chupa. Nawaambia ukweli, sababu nyinyi mnaonyesha sana. Sikilizeni basi. Sikilizeni. Wale watatu waliokuwa wamekwenda kule na wenzao wakiwa watano wako Mama ndo mhusika na mama mzazi, afu mwana wa pili anapotea kwenye jambo kama hili, mmoja kutoka kwenye samaki, mmoja kwenye mbao. Huyo mama mzazi. Jamani, habari ya sasa. Mimi nimewasikia ndugu zangu wao. Naomba kwanza niwaambie jambo moja. Nchi hii inaongozwa kwa Mungu. Yaani chochote kile tunachofanya inaongozwa kwa Mungu. Yaani kiniona hata mimi hapa na mavyeo yangu haya, siwezi nikachukua bakora yangu hivi au ndani nilionao nikakusuti nikakuswala. Hairuhusiwi. Unaelewana eh? Kila mtu ana haki ya kuishi. Kwa hiyo kama kuna mtu au kama kuna askari anafanya hivyo au kama kuna askari amehusika niwaambie na tukio la mauaji na namna yote, lazima atashtakiwa.
Kwanza mimi naona hiki mliko kufanya hivi